Kuna fimbo inaitwa mkolikoli. Ni fimbo ambayo ukiipiga kwenye kaburi, kaburi linafunguka, mtu aliokuwa chini ya kaburi anatoka, anakuja kukusikiliza. Naomba nirudie tena. Kuna fimbo inaitwa mkolikoli. Ni fimbo ambayo ya kimila na jadi, nilikabidhiwa na babu tokea mwaka 1998. Nilipewa hiyo fimbo ikiwa niko Tanga. Hiyo fimbo unaweza kuipiga kwenye kaburi, hata likuwa la zamani au kaburi jipya. Alokuwa ndani ya kaburi anaweza akatoka na akaja kutusikiliza, na tunaweza tukapiga kaburi likafunga, karudi ndani kwenye kaburi. Ndugu yangu, nikwambie kitu kimoja. Hii dunia hii ambayo tuko nayo, kuna vitu ambavyo wewe nikikwambia hautaweza kuniamini. Ni kwa sababu mimi Chief nafahamu vitu vingi sana kwenye karia ya uganga. Katika ulimwengu wa roho, mtu akifa nafsi yake inaondoka, mwili wake unabaki, mwili bado uko hai. Katika ulimwengu wa roho, si tunaamini kwamba mtu anapokufa katika ulimwengu wa roho, roho imeachana na mwili. Yani mwili umeacha roho, roho inaondoka lakini mwili unabaki. Ndio maana mtu anapozikwa, makaburi huwa yana nguvu sana. Makaburi huwa yana nguvu kubwa sana. Kwa hiyo fimbo ya mkolikoli ni fimbo ambayo inaweza kufungua kaburi lolote. Yani kama wewe una ndugu yako alizikwa, ukaamini kwamba hapa amezikwa, na tukafika na hiyo fimbo ya mkolikoli tukagonga juu ya kaburi, alokuwa ndani akatoka akaja kuzungumza na sisi, inawezekana. Ndio maana nasema kwamba mnapoenda kwenye makaburi sio sehemu ya kwenda kupiga story. Makaburini kuna nafsi za watu ziko hai, kuna miili bado iko hai. Mtu anapokufa hafi, nafsi inaachana na mwili inakwenda, nafsi inaachana na mwili inakwenda, lakini mwili bado unafanya kazi. Ndio maana watu kwenye makaburi huwa kuna nguvu sana, kwa sababu mtu akifa, nafsi yake, uwezo wake unabadilika katika kiroho, unakuwa na nguvu za hatari. Zile nguvu unaweza kuzichukua wewe ukazitumia wewe kama wewe. Kwa hiyo kama una ndugu yako ambao alikuwa na karama na uwezo amekufa, au kwenye kaburi lake pana impact kubwa ya kuongeza nguvu kwenye mwili wako. Wazungu wanaitumia hii kitu sana. Wazungu wanatumia hii kitu sana. Ndio maana mtu anapokufa, anapozikwa, kaburi linatengenezwa kama nyumba. Ni kwa sababu ndani ya kaburi kuna energy ambao watu wanataka kuitumia kwenye mafanikio yao. Sisi ndio tuna akili. Ukienda Brazil, ukienda Mexico, ukienda Thailand, makaburi yametengenezewa kama nyumba. Yani mtu nyumba kabisa. Nyumba imetengenezwa, nyumba kubwa, ndani kuna kila kitu, kuna TV, kuna kila kitu, lakini ndani kuna kaburi. Ndio maana nikasema kwamba mtu anapokufa, nafsi inaachana na mwili, lakini mwili bado unafanya kazi. Mwili bado unafanya kazi, ila nafsi imeachana na mwili. Ndio maana mtu anapokufa kiroho anakuwa na energy. Watu leo kwa nini wakifanywa uchawi unapewa kitu kazika kwenye kaburi? Kwa sababu kuna energy itakufanya wewe mambo yako mengi yafanikiwe kutumia kaburi. Kuna watu kila mwaka wanakwenda Maka kwenye kaburi la Mtume, wanakwenda Madina ziara. Kuna energy kubwa kwenye makaburi ya watu walokufa, ni kwa sababu nafsi zimekufa lakini mwili uko hai. Kwa hiyo kuna energy kubwa sana kwenye makaburi. Tusaminini makaburi. Ndio maana kila mwaka watu wanakwenda makaburini kufanya dua. Hiyo mtu aliyokufa anaweza akafufuka na akaja kuzungumza na wewe kiroho, ukazungumza naye, lakini hawezi kuishi kama watu wengine. Is magican. Yani ukitaka kuangusha watu hata milioni 10 kwenye uwanja mmoja wa mpira, yale mambo wanafanya wale wachungaji kuangusha watu, ile ni magican. Ile ni magic ambayo unakuwa na power. Ukinyosha mkono watu wote wanaanguka kwenye uwanja. Ukimshika mtu kwenye paji la uso anaanguka, au mtu anapandisha majini. Ile inakuwa ni magican. Ile ni magic, ni nguvu za asili ambazo wazee wetu walituachia. Lengo kubwa ni kuja kusaidia watu wenye shida. Kwa hiyo ukiwa na hii fimbo inaitwa mkolikoli, unaweza kufika kwenye kaburi, iwe ni usiku ama mchana, tukenda kupiga kwenye kaburi juu, ule mchanga ukatolewa chini, yule mtu akatoka, kaburi linafunguka, yule mtu anatoka, anakuja mpaka juu, anakuwa kama alivyo, kama amevaa sanda
anakuwa kwenye sanda zake. Kama yuko ndani ya jeneza, anafungua jeneza, anatoka, yuko na suti zake, tunakuja kuzungumza naye, na kisha anarudi alipotoka. Hizo ni magic, sio vitu vya utani utani. Nazungumza kitu ambacho nakijua. Fimbo nilipewa na babu yangu ambaye yeye alikuwa ni mganga, anaitwa Mzee Mpiri. Ni mtu ambaye alinikabidhi, ilikuwa chifu zamani. Ilikuwa ni mtu hatari sana. Ni mtu hatari sana, alisumbua sana enzi hizo. Wazungu waliwasumbua sana kwa kutumia magic na uganga wake. Mimi ndo kaja nikurisa hivyo vitu kwa niko navyo. Tukio hilo nilifanya Babati Manyara. Ilikuwa mwaka 2007. Nilikwenda pale nikafungua kaburi mwaka 2007. Yule mtu ambaye yuko ndani tukazungumza naye, mwenye ndugu yake alikimbia vibaya sana. Na tukapiga kaburi, yule mtu akarudi na kaburi kafunga kama ilivyokuwa. Kwa nini nimekuja kuzungumza leo kwa hivi vitu? Nimezungumza kwa sababu nakwambia kwamba asili ina nguvu sana. Hizi magical tumepewa na wazee wetu zina nguvu sana. Mtu yoyote anaweza kuitwa na akaja. Kwa mfano kitu kidogo, kama kuna mtu wako au ndugu yako amechukuliwa msukure, hii fimbo tunaweza tukamuita akaja hapa na wewe ukamuona, lakini ni usiku tu. Nakwambia shika hiyo fimbo, unaishika, muite jina, unamuita jina, unamuita jina, unamuita jina, natokea mbele yako. Unamuuliza maswali na kujibu, uko wapi? Niko mahali fulani. Kwa hiyo watu wengi wamekufa, lakini hawakufa, wapo. Jamani, hivi vitu naongea sio vitu vya utani. Naongea vitu na vijua. Naongea vitu ambavyo na vijua. Hii fimbo ni fimbo kubwa sana. Mtu yoyote akihitaji kwenda kufungua kaburi, iwe la ndugu yake au la mtu yoyote, tuweze kuzungumza. Inawezekana tukakuitia ndugu yako kaja kuzungumza naye. Hii fimbo ukiwa nayo, ukiitia kwenye sufuria ya maji, ukiongea, ukitoa fimbo, ile sura ya mtu uliomuita jina lake inatokea kwenye maji. Kama ni mpenzi wako, kama ni mume wako, kama ni mke wako, unamuona kwenye maji kwa kutumia ile fimbo, ukiitia kwenye bakuli la maji au ukiitia kwenye chungu cha maji. Haya mambo yanawezekana. Niwaambie kweli kwamba hii tamaduni na asili na mila hatukuitafuta, ni sisi ndo imetutafuta. Mimi nilikuwa sitaki uganga, lakini leo nimekuja kwenye uganga. Sikupenda, ni kwa sababu nimekabidhiwa vitu hivi kuvifanya. Nikaona acha ni base nifanye vitu ambavyo natakiwa kufanya. Unajua ukaamua kufanya uganga, utakao ufanye uganga kweli. Nikaja kwenye uganga, sikutaka. Ni mikoba ya babu yangu ya uchifu liniita nikae kwenye uganga. Kwa hiyo nilipokuja kukaa kwenye uganga, nikafanya kazi ya uganga kikweli kweli. Kwa hiyo niseme kwamba hivi vitu vinawezekana na vipo. Kwa hiyo hii fimbo ya mkolikoli ni fimbo hatari sana. Inaweza kufungua kaburi lolote. Nishafungua makaburi huko Omani. Nishafungua makaburi huko Saudia. Tulikwenda. Kwa hiyo vitu vingine ni vitu vya siri sana. Nikwambie kwamba mtu yoyote aliozikwa kwenye kaburi anaweza akaja akazungumza na wewe na akarudi. Na maana nikasema kwamba kwenye makaburi kwenda kupiga story, sio sema kwenda kulala. Kuna watu wanafika hatua wanafanya mapenzi makaburini. Mimi nasema kwamba mtu alokufa hafi, mtu yuko hai. Yaani mtu akifa ni kama nafsi imeachana na mwili. Ni roho imeacha mwili, lakini bado mwili wake upo unafanya kazi katika ulimwengu wa roho.